Baba, tunakushukuru kwa ajili ya recording hii, tunaikabidhi mkononi mwako, tukiomba kwa Mungu lile neno ulilolituma kwa ajili ya watu wako likawaponye na kuwasaidia katika jina la Yesu. Amen. Naanza. Ukiri wa ahadi za mafanikio na Mungu kutana na mahitaji yako. Mimi ni mchungaji na Askofu Prosper Ntepa wa kanisa The Oasis of Healing Church hapa Dar es Salaam, Tanzania. Na ukiri ambao wa mistari mbalimbali unaweza kaanza kurudia wewe mwenyewe unaposikiliza, unaweza ukawa unatamka na wewe pia, ili kulifanya neno lile ambalo unalisikia kuhusu mafanikio na ahadi mbalimbali ziweze kufanyika halisi kwako. Kwa hiyo unapozungumzia ukiri, manake ni matamshi ambayo unayarudia kwa kubaliana neno la Mungu. Neno ukiri kwa Kiebrania, kwa Kiyunani homolojia, linamaanisha saying the same thing, kusema yale yale. Sasa ukiri ni njia mojawapo ya kulipanda neno la Mungu katika akili yako na katika moyo wako. Kwa hiyo hapa na mistari takriban 40 ambayo naenda kuisoma pamoja na ukiri wake wa kubinafsisha ile mistari. Hizi ni ahadi mbalimbali za mafanikio na Mungu kutana na mahitaji yako. Kwa hiyo unaitwa ukiri wa ahadi za mafanikio na Mungu kutana na mahitaji yako. Naanza kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 11. Nasoma kwenye Biblia ya Swahili Union Version, ile ya kawaida ya Kiswahili. Alafu nitasoma kwenye NIV, tafsiri ya New International Version. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Sasa kwenye tafsiri ya New International Version au NIV inasema vizuri zaidi. Inasema Bwana atakukirimia utele wa mafanikio. Bwana atakukirimia utele wa mafanikio katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Tafsiri ya King James inasema the Lord will make you plenteous in goods. Bwana atakufanya uwe na utele wa vitu, plenteous in goods. Saukiri wa kulibinafsisha neno, unaweza kusema Bwana amenikirimia utele wa mafanikio. Bwana amenipa wingi wa uheri. Ayubu 8 mstari wa 7, naenda mstari mwingine. Ayubu 8:7. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Tafsiri ya neno inasema, hii ya neno ni ile ya NIV ya Kiswahili, ingawa mianzo yako itaonekana ya asiyetaka makuu, ndivyo mwisho wako utakavyokuwa wa mafanikio. Kwa hiyo mwisho wako unaenda kuwa wa mafanikio. Ukiri, mwanzo wangu ni mdogo, lakini mwisho wangu utakuwa wa mafanikio. Mwisho wangu utakuwa na mafanikio makubwa na kuongezeka sana. Mwanzo wangu ni mdogo, lakini mwisho wangu utakuwa na mafanikio makubwa na kuongezeka sana. Mithali 16 mstari wa 20. Atakaye litafakari neno atapata mema, na kila muaminie Bwana ana heri. Tafsiri ya NIV au ya New International Version inasema, yeyote atakayesikiliza kwa makini maelekezo atafanikiwa, na amebarikiwa yeye anayemtegemea Bwana. Ukiri, ninafanikiwa kwa sababu ninasikiliza kwa makini maelekezo na kulitafakari neno la Mungu. Kwa sababu nalitafakari neno la Mungu, ninapata mema na mafanikio. Ayubu 8 mstari wa 6. Ukiwa wewe safi na uelekevu
hakika yeye sasa angeamka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Ukiri, kwa sababu ninaishi katika usafi na uelekevu, Mungu anayafanya makazi yangu ya haki kufanikiwa sana. Katika nyumba yangu kuna mafanikio tele. Mithali 21 mstari wa 5, tafsiri ya Swahili Union Version, ile ya Kiswahili ya kawaida. Mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Tafsiri ya neno au ile ya NIV inasema mipango ya mwenye bidii huelekeza kwenye faida, kama vile hakika pupa huelekeza kwenye umaskini. Narudia tena hii ya NIV, mipango ya mwenye bidii huelekeza kwenye faida, kama vile kwa hakika pupa huelekeza kwenye umaskini. Ukiri, mawazo na mipango yangu mimi kama mwenye bidii katika kazi inaelekeza kwenye faida na mafanikio. Nina mipango ya mafanikio na utajiri. Naenda Luka 6:38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Natoa tafsiri ya King James Version. Inasema toeni nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Ukiri, nikitoa ninapokea. Kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa hata kumwagika ndicho watu wanachonipa. Nikipanda mbegu za fedha na vitu, ninapokea fedha na vitu. Naenda Wafilipi 4 mstari wa 15, mstari wa 17 na ule mstari wa 19. Nanyi pia ninyi Wafilipi mnajua, nanyi pia ninyi wenyewe mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine liloshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Si kwamba nakitamani kile kipawa, bali natamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Mstari wa 19, Filipi 4. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Tafsiri ya Amplified, wa Filipi 4:17 na 19. Si kwamba natafuta au na shauku na zawadi yenu, bali natafuta na nina shauku na matunda yanayoongezeka katika akaunti yenu, mavuno ya baraka yanayozidi kulimbikizwa katika akaunti yenu. Mstari wa 19 wa Filipi 4. Na Mungu wangu atawapa kwa ukarimu kujaza mpaka mjae kila hitaji lenu kulingana na utajiri wake katika utukufu katika Kristo Yesu. Ukiri, ninashiriki katika kanuni ya kutoa na kupokea. Mimi ni mtoaji wa fedha na vitu. Natembea katika kanuni ya kupanda na kuvuna. Kwa sababu ya utoaji wangu, akaunti yangu ya kiroho ina malimbikizo ya baraka zinazozidi kuongezeka. Kwa sababu ya kushiriki katika kutoa na kupokea, Mungu anakutana na kila hitaji la kifedha na kivitu kulingana na utajiri wake katika utukufu katika Kristo Yesu. Sina upungufu wote, kwa sababu Mungu wangu ananijaza kila ninachohitaji kwa kadri ya utajiri wake
katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Mahitaji yangu yote yametoshelezwa. Mahitaji yangu yote yametoshelezwa. Yehova ile anakutana na mahitaji yangu yote. Naenda Wakorinto wa pili 9 mstari wa 6 mpaka wa 8. Hii naisoma katika tafsiri ya The Amplified Bible. Ile tunaita Amplified Classic kwa sababu zipo pia Amplified nyingine ni mpya ambazo ziko tofauti. Hii ni Amplified Bible Classic. Inasema kumbukeni, ni Wakorinto wa pili 9 6 mpaka 8. Kumbukeni haya, yeyote apandaye kwa uchache na kwa kinyongo pia atavuna kwa uchache na kwa kinyongo. Na yeyote anayepanda kwa ukarimu na ili baraka zije kwa mtu mwingine atavuna kwa ukarimu pamoja na baraka. Mstari wa 7. Kila mmoja atoe kama vile alivyoamua na kusudia moyoni, si kwa kusita au kwa huzuni au kwa kulazimishwa, kwa sababu Mungu mpenda, anafurahia, anathamini kuliko vitu vyote, na hayuko tayari kumwacha au hayuko tayari kumweka kando mtoaji mwenye ukunjufu, mwenye furaha, anayetoa mara moja na moyo wake ukiwa katika utoaji. Mstari wa 8, Wakorinto wa pili 9 mstari wa 8, tafsiri Amplified. Na Mungu anaweza kutoa neema yote, kila upendeleo na baraka za kidunia zije kwenu kwa utele, ili kila wakati na katika mazingira ya kila aina na utoshelevu katika hitaji liwalo lote, mkimiliki vya kutosha bila kuhitaji msaada wowote, na kuandaliwa katika utele kwa kila kazi njema na utoaji wa hisani. Ukiri wa Wakorinto wa pili 9 6 mpaka 8. Nakataa kupanda na kutoa kwa uchache na kwa kinyongo, kwa sababu ninapanda kwa ukarimu na ninafanyika baraka kwa watu wengine. Basi Mungu ananifanya nivune kwa ukarimu pamoja na baraka kutoka kwa watu wengine. Kwa sababu mimi ni mtoaji ninayetoa kwa moyo mkunjufu. Mungu amenijaza neema yote, yani kila upendeleo na baraka za kidunia zije kwangu kwa utele. Mungu wangu anaweza kunijaza kila neema na baraka zije kwangu kwa wingi, ili kila wakati na katika hali za namna zote na hitaji liwalo lote nijitosheleze, nikimiliki vitu vya kutosha bila kuhitaji msaada wote, na kuandaliwa katika utele wa kila tendo jema la utoaji. Mithali 11 mstari wa 25. Nasoma kwenye tafsiri ya kawaida ya Swahili Union Version. Mithali 11:25. Nafsi ya mtu mkarimu itawaandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Tafsiri ya NIV. Mtu mkarimu atafanikiwa, anayewaburudisha wengine na yeye ataburudishwa mwenyewe. Tafsiri ya neno ile ya Kiswahili inayotokana na NIV yenyewe imetafsiri, mtu mkarimu atastawi, yeye awaburudishaye wengine ataburudishwa mwenyewe. Ukiri, kwa sababu mimi ni mtu mkarimu na mtoaji, ninafanikiwa. Utoaji wangu unaleta mafanikio. Naenda Malaki 3 mstari wa 10 na wa 11. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Ukiri, nimetoa zaka zangu na Mungu amefungua madirisha ya mbinguni na ananimwagia baraka juu yangu. Mimi simo miongoni mwa watu wanaomwibia Mungu zaka na matoleo. Mimi ni mwaminifu katika kutoa fungu la 10 la mapato yangu yote.
kwa sababu ninatoa zaka zangu kwa uaminifu, Mungu anawakemea wale wanaokula na kuharibu katika mashamba yangu na miradi yangu, biashara zangu na miradi yangu. Kumbukumbu 28 mstari wa 29. Kumbukumbu 28:29. Uko kwenye Kumbukumbu 28 mstari wa 15 mpaka 68, ambao ni orodha ya laana. Inasema, utakwenda kwa kupapasa papasa mchana kama papasavyo kipofu gizani, wala ufanikiwi katika njia zako. Nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu mwenye kukuokoa. Saukiri unasema, ninaikataa laana ya kutokufanikiwa katika maisha yangu. Nakataa laana ya kuonewa na kutekwa nyara katika maisha yangu. Isaya 54:14 inasema, utathibiti katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kutokufanikiwa ni sehemu ya laana ya Torati. Kumbukumbu 28 mstari wa 15 mpaka 68. Nakiri kwamba ninafanikiwa katika mambo yote ninayoyafanya. Kumbukumbu 28 mstari wa 8. Mungu ameamuru baraka au nguvu ya kufanikiwa katika mambo yote ninayoyafanya. Kila biashara ninayoifanya inafanikiwa. Kila mradi naoufanya unafanikiwa. Uwekezaji wangu unafanikiwa. Hii Kumbukumbu 28 mstari wa 29 ni kinyume cha Kumbukumbu 28:11 ambao kwenye tafsiri ya NIV inasema, na Bwana atakukirimia utele wa mafanikio. Sasa hapa anasema wala ufanikiwi katika njia zako. Kwa hiyo sisi hatuko katika ile kundi la kutokufanikiwa. Zaburi 23 mstari wa 1. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tafsiri ya Amplified inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu ili kunilisha, kuniongoza na kunikinga, sitapungukiwa. Kwa hiyo Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ukiri, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na fedha, sitapungukiwa na vitu vizuri, sitapungukiwa na chakula kizuri, sitapungukiwa na magari mazuri, sitapungukiwa na nyumba nzuri, sitapungukiwa na mavazi na malazi. Zaburi 34 mstari wa 9 mpaka 11, ile ya Kiswahili cha Swahili Union Version. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yani wamchao hawahitaji kitu. Mstari wa 10, Zaburi 34. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawahitaji kitu chochote kilicho chema. Tafsiri ya NIV Zaburi 34:9 mpaka 10 inasema, mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yani wamchao hawapungukiwi na kitu chochote. Wewe unayemcha Bwana utapungukiwa na kitu chochote. Mstari wa 10 Zaburi 34. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawapungukiwi na kitu chochote. Ukiri, mimi namcha Bwana na kuishi katika utakatifu. Kwa sababu ninamcha Bwana sipungukiwi na kitu chochote kizuri. Mimi si mhitaji wa kitu chochote. Mimi naye mtafuta Bwana sitapungukiwa na kitu chochote kizuri. Mithali 28 mstari wa 25. Mwenye nafsi ya kutamani huchochea fitina, bali amtumainiaye Bwana atawaandishwa. Tafsiri ya neno au ile ya NIV, mtu mwenye tamaa huchochea fitina, bali yule anayemtegemea Bwana atafanikiwa. Kwa hiyo wewe unayemtegemea Bwana utafanikiwa. Ukiri, kwa sababu namtegemea na kumtumaini Bwana kama chanzo changu cha mahitaji na fedha, ninafanikiwa. Naliamini neno la Mungu kwa habari ya mafanikio na baraka, na ninategemea kufanikiwa katika mambo yote. Nakataa laana ya kutegemea na kuwatumaini wanadamu. Sasa na Yeremia 17 mstari wa 5. Mithali 28 mstari wa 20. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi ataadhibiwa. Ukiri, kwa sababu mimi ni mtu mwaminifu, nina baraka tele.
nina nguvu za kufanikiwa. Kwa sababu mimi ni mtu mwaminifu, nina baraka tele na nguvu za kufanikiwa. Mwanzo 24 mstari wa 40. Akaniambia, Bwana ambaye naenenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako, nao mtwalie mwanangu mke katika jamaa zangu na wa nyumba ya baba yangu. Ukiri, nakiri kwamba Bwana atawatuma malaika wa mafanikio. Nakiri kwamba Bwana atawatuma malaika wa baraka. Nakiri kwamba Bwana atawatuma malaika wa rasilimali, malaika wa upendeleo, wataifanikisha njia yangu. Malaika wanasikiliza sauti ya neno la Mungu inayotoka kwenye kinywa changu. Sasa na Zaburi 103 mstari wa 20. Mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari, mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Malaika wanasikiliza sauti ya neno linalotoka kwenye kinywa changu. Isaya 48 mstari wa 18. Isaya 48:18. Laiti ungeisikiliza amri zangu ndipo amani. Hii ni tafsiri ya Amplified. Isaya 48:18. Laiti ungeisikiliza amri zangu ndipo amani na mafanikio yako yangekuwa kama mto uliofurika, na haki yako, yani utakatifu na usafi wa taifa, kama mawimbi tele ya bahari. Tafsiri ile ya Kiswahili ya kawaida ya Union Version inasema, laiti ungesikiliza amri zangu ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji, na haki yako kama mawimbi ya bahari. Neno amani kwa Kiebrania ni neno shalom. Shalom manake afya, mafanikio, kuendelea vizuri, usalama. Kwa hiyo unapomsikiliza Mungu anasema amani yako itakuwa kama ya mto, manake afya, mafanikio, kuendelea vizuri na usalama. Ukiri, kwa sababu nasikiliza na kutii neno la Mungu, amani na mafanikio yangu yatakuwa kama mto uliofurika. Mwanzo 26 mstari wa 13. Mwanzo 26:13, tafsiri ile ya Swahili Union Version inasema, na mtu huyo akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Tafsiri ya New King James imesema vizuri zaidi, inasema mtu huyo akaanza kufanikiwa, akaendelea kufanikiwa mpaka alipofanikiwa sana. Ukiri, nakiri kwamba mwaka huu nitaanza kufanikiwa na nitaendelea kufanikiwa hata niwe nimefanikiwa sana. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Tafsiri ya New American Standard Version inasema, mpenzi, ninaomba kwamba katika kila njia uweze kufanikiwa na kuwa katika afya njema kama vile nafsi yako inavyofanikiwa. Ila Kiswahili cha kawaida inasema kama roho yako inavyofanikiwavyo. Hii ya New American Standard Version, kama vile nafsi yako inavyofanikiwa. Kwa hiyo mafanikio yanaanzia kwenye nafsi, mfumo wa mawazo. Nafsi inajumuisha akili au ulimwengu wa mawazo, hisia na utashi. Kwenye ukiri, Mungu anataka nifanikiwe katika mambo yote, yani kifedha, kivitu, kiuchumi, kiroho, kijamii na maeneo yote ya maisha yangu. Mungu anataka niwe na afya njema, yani niwe huru na magonjwa. Nakiri kwamba mawazo yangu yamefanikiwa. Nina mawazo na mipango ya kufanikiwa. Nakiri kwamba biashara zangu zinafanikiwa. Miradi yangu inastawi na kuongezeka. Zaburi sura ya 1. Zaburi sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake itafakari mchana na usiku. Na atakuwa kama mtu aliyopandwa kando kando ya vijito vya maji,
uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Ukiri, kwa sababu ninaitafakari sheria ya Bwana mchana na usiku, kila nalolifanya linafanikiwa. Mimi ni kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, nazaa matunda kwa majira yake, na hakuna jambo nalolifanya linaloshindwa. Mithali 8 mstari wa 18 na 21 inasema, utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Mithali 8:21, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Tafsiri ya neno yenyewe inasema katika Mithali 8:18 na 21, utajiri na heshima viko kwangu, utajiri udumuo na mafanikio. Mstari wa 21 Mithali 8, nawapa utajiri wale wanipendao na kuzijaza hazina zao. Ukiri, mafanikio, utajiri na heshima zinatoka kwa Mungu. Mungu ananipa utajiri na mali mimi ninayempenda. Mithali 13 mstari wa 21, uovu huandamia wenye dhambi, bali mwenye haki atalipwa mema. Tafsiri ya neno ya Mithali 13:21, balaa humwandama mtenda dhambi, bali mafanikio ni ya mwenye haki. Mafanikio ni ya mwenye haki. Ukiri, mafanikio ni fungu langu mimi mwenye haki. Kwa sababu mimi ni mwenye haki, ninalipwa mema na mazuri tu, nakataa kulipwa mabaya. Mithali 21 mstari wa 21, aandamaye haki na fadhili ataona uhai na haki na heshima. Tafsiri ya neno au ile ya NIV, yeye afuatiaye haki na upendo upata uzima, mafanikio na heshima. Ukiri, kwa sababu ninafuata haki na upendo, napata uzima, mafanikio na heshima. Naenda Zaburi 128 mstari wa kwanza na ule wa pili. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Tabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Sasa hili neno kwako kwema, NIV ndio inafafanua vizuri. Zaburi 128 mstari wa kwanza na wa pili, wamebarikiwa ni wale wote wamchao Bwana, waendao katika njia zake. Utakula matunda ya kazi yako, baraka na mafanikio vitakuwa vyako. Baraka na mafanikio vitakuwa vyako. Ukiri, nimebarikiwa mimi naye mcha Bwana na kwenda katika njia zake. Nakiri kwamba nakula matunda ya kazi yangu, baraka na mafanikio ni vyangu, sawa sawa na matunda mema ya kinywa changu. Mithali 13 mstari wa pili, unaweza kujisoma. Ayubu 36 mstari wa 11 inasema, kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Tafsiri ya Amplified Bible inasema vizuri, kama wakitii na kunitumikia, watatumia siku zao katika mafanikio na miaka yao katika uzuri na furaha. Ukiri, kwa sababu ninamtii na kumtumikia Mungu, natumia siku zangu katika mafanikio na katika furaha. Yoshua 1:8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humu. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Ukiri, kwa sababu ninalitafakari neno la Mungu kwa kulitamka kwa kinywa changu kwa sauti ya chini na kuliwaza kwa kina.
hekima ya kutenda kulingana na yote yaliyoandikwa katika neno la Mungu, na nafanikisha njia yangu na kustawi sana. Ayubu 8. Ayubu 8. Niende Mithali 21 mstari wa 5. Mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Tafsiri ya neno: mipango ya mwenye bidii huelekea kwenye faida, kama vile kwa hakika pupa huelekeza kwenye umaskini. Ukiri: mawazo na mipango yangu mimi kama mwenye bidii katika kazi inaelekeza kwenye faida na mafanikio, na mipango ya mafanikio na utajiri. Wakorinto wa pili 9 mstari wa 10. Naye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Ukiri: Mungu amenipa mimi mwenye kupanda mbegu na mkate uwe chakula, pia atanipa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Mungu ana uwezo wa kuzidisha mbegu zangu za utoaji na vitu na fedha. Hii ni kwa nasoma Wakorinto wa pili 9:10. Kumbukumbu 28 mstari wa 5 na mstari wa 8. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Kumbukumbu 28 mstari wa 8. Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika gara zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Kiri: kila biashara, mradi au shughuli ninazofanya zinabarikiwa na kufanikiwa. Bwana ameamuru baraka ije juu yangu katika ghala zangu zote na mambo yote ninayotia mkono wangu kuyafanya. Mungu amenibariki katika akaunti zangu zote. Hiyo tulikuwa tunasoma Kumbukumbu 28 mstari wa 5 na ule mstari wa 8. Naenda Wagalatia 3:13 na 14. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ukiri: Wagalatia 3:13 na 14. Kristo amenikomboa na laana ya umaskini. Kristo amenikomboa na laana ya kushindwa. Kristo amenikomboa na laana ya kuonewa. Kristo amenikomboa na laana ya magonjwa. Kristo amenikomboa na laana ya kifo cha kiroho. Nimepokea baraka za Ibrahim ambazo ni mafanikio, uponyaji, afya na ushindi dhidi ya adui zangu. Yesu alifanyika laana ili mimi nipokee baraka au nguvu za kufanikiwa. Mithali 10 mstari wa 22. Baraka ya Bwana utajirisha, wala achanganyi huzuni nayo. Tafsiri ya NIV inasema, baraka za Bwana zinaleta mali na wala haongezi matatizo juu yake. Ukiri: Mithali 10:22. Baraka ya Bwana inanitajirisha na kunipa utele. Baraka za Bwana zinaleta mali. Nakataa kuishi katika upungufu, umaskini na huzuni. Nakataa kuishi katika laana au nguvu ya kushindwa katika maisha yangu. Baraka za Bwana hazichanganywi na huzuni na matatizo. Zaburi 68 mstari wa 19. Hii ni ya Swahili Union Version, ile ya kawaida. Na ahimidiwe Bwana siku kwa siku, hutuchukulia mzigo wetu. Bwana ndiye wokovu wetu. Tafsiri ya King James inasema, na abarikiwe Bwana ambaye kila siku anatujaza na marupurupu,
hata Mungu wa wokovu wetu. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. Kwa hiyo Mungu anakujaza na faida, Mungu anakujaza na marupurupu. Neno marupurupu katika tafsiri ya King James ni benefits, ambayo inamaanisha faida. Ukiri, nakiri kwamba Mungu ananijaza marupurupu na faida. Mungu ananichukulia mizigo yangu yote. Mungu anabeba fadhaa zangu zote. Mungu anajishughulisha kwa ajili ya maisha yangu. Petro wa kwanza 5 mstari wa 6 na 7 inasema, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwisha yeye fadhaa zenu zote, kwa maana anajishughulisha sana kwa mambo yenu. Ukiri wako unaweza kukiri kwamba nanyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, sababu yeye ananikweza kwa wakati wake, na namtwisha yeye fadhaa zangu zote, kwa maana anajishughulisha sana kwa mambo yangu. Kwa hiyo ukiri unaweza kawa unaurudia. Hiyo video unaoangalia kama ni YouTube au popote ukapoiona, unaweza ukiwa na muda zaidi ukawa unairudia. Na ningekuwa na muda ningeweza kurudia mara 2. Ukiri wakati mwingine inabidi urudie mara 2 ili uweze kufanyika halisi. Dr. Mike Murdock anasema, what you say repeatedly you ultimately believe. Kile unachokirudia kukisema hatimaye kinafanyika, hatimaye unaanza kuamini ndani ya moyo wako. Kwa hiyo endelea na huo ukiri, utakusaidia. Lakini kuna ukiri mwingine, ukiri wa ahadi za mafanikio, kutoka kwenye kitabu changu ambacho kina ahadi karibu 200. Nao tutautoa, na Mungu akubariki. Mimi ni Askofu Prosper Ntepa wa huduma na kanisa The Oasis of Healing Church. Namba zangu za simu ni 07, hii ni ya WhatsApp, ni alama kujumlisha 255 767 21 24 40. Narudia, alama kujumlisha 255 alama kujumlisha 255 767 21 24 40. Unaweza kanipata kwenye WhatsApp au namba hiyo ya kawaida. Lakini Tigo ni 0713 21 24 40. Kama unapiga nje ya nchi, unaweza kaongeza alama ya kujumlisha 255 713 21 24 40. Mungu anataka ufanikiwe, na Mungu hawezi kuahidi kile ambacho hayuko tayari kukifanya. Utakapolipanda neno la Mungu na likawa karibu na wewe, lile neno litaleta matokeo. Katika Kumbukumbu 30 mstari wa 14 nasema, lakini lile neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako, li katika moyo wako, upate kulifanya. Mungu akubariki.